Baada ya fedha ambazo zilipokelewa kutoka serikali kuu kuwa zimekwisha na mradi kutokukamilika, tukapeleka maombi kwenye kamati ya fedha, mipango na utawala kuomba kuongezewa fedha ili tuweze kukamilisha sehemu iliyobaki, lakini kamati ya fedha ikawa imeidhinisha kiasi cha shilingi milioni 44 pekee ili tuweze kuendelea na ujenzi. Ikifika Novemba tarehe 15 watu wanalala humu ndani. Sasa nyinyi mnachukua shilingi milioni 44 unasema mmezipeleka wapi? Zimekwenda hapo, kwa maana hapo mmetuviringa eti. DMO, welcome to the world. Usije ukafikiri tunaposema tarehe 15 hapa kazi itakuwa imemalizika hapa. Msije ukafikiri kwamba tunatania. Yaani nyinyi mna expect kwamba mnaitoa nyingine. Unazo hela wewe, unaletea hela nyingine hapa. Kuna hela ambazo zimeletwa kwenye halmashauri zote. Hapa kwa halmashauri ya wilaya najua wamepokea milioni 134.4 kitu hivi. Hela za basket fund ambazo zimekuja kwa ajili ya performance stretch, yani kwa ajili ya ufanisi za mwaka 2017-18 zimekuja na maelekezo kwamba zikamilishe ile miradi ambayo ilikuwa haijakamilika ili iweze kutoa huduma. Kwa hiyo sijajua sasa kama ndio hizo milioni 44 au umefanyaje. Maelekezo tulionao ya serikali hapa ni kwamba tumalizie miradi hii hapa. Mkianza kusambaza hapa, hatupeleki watu kwenye zahanati. Watu kwenye zahanati wanakwenda kwa maana ya pale walipo. Yakishindikana kwenye zahanati, mahali pa kimbilio lao ni hapa kwenye hospitali ya wilaya. Sasa nyinyi mkaenda tena nyinyi mmeletewa milioni 100 na ngapi umesema na 34. Alafu nyinyi mnakwenda mnapeleka tena kwenye zahanati kule ambapo hiyo tunaweza kwanza zahanati tuliambiwa tujenge kutumia nguvu za wananchi. Kwa hiyo tunachotaka hapa, mimi nataka kujua jinsi ambavyo mna direct hiki kitu. Wewe ndiye mwenyekiti wa kamati ya fedha na mipango au na uchumi whichever. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kweli maamuzi tumeyafanya, na ukisikiliza yale maelekezo akasema kwa ajili ya kumalizia miundombinu ambayo iko kwenye wilaya. Kwa zile ambazo zimebaki, kwa sababu tulikuwa tumeshawapa milioni 44 ndio tukazichukua kuzipeleka kwenye miradi mingine. Ili swala limetupa wakati mgumu sana. Kwanza mimi nafikiri kamati ya fedha ina logic, kwa sababu katika bilioni 1.6 tuliotoa kwa ajili ya hospitali hii kuna vifaa vilinunuliwa kinyume cha yani kwamba vilinunuliwa in excess. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapa tunavyozungumza store kuna vifaa vya milioni 37 ambavyo havina kazi sasa hivi. Yani vimenunuliwa viliopitiliza, havina kazi, milioni 37. Na halmashauri imetoa milioni 42. Ukijumlisha manake tuna milioni 79. Ukitoa AC milioni 55, maana yake milioni 79 ambazo ziko kwenye mzunguko wa hiyo hospitali zinatosha kabisa kukamilisha jengo hili kwa 100%. Nataka kujua sasa, kwa maana now I want to make a firm decision on this matter. Nataka mniambie tarehe 15 hapa kazi inamalizika na watu wanaingia humu ndani, kwa sababu hicho kinachozungumzwa hapa ni halmashauri. Nyie msiniambie mimi hapa. Hela tumeleta hapa sisi hapa. Tumesema kipaumbele ni hospitali ya wilaya hapa. Sasa nyinyi kama mnakaa mnalumbana hapa, mngoje mimi niondoke mlumbane. Msiniambie maneno hayo. Tarehe 15 down the line hapa tukute kila kitu kinaendelea. Otherwise msalika, ingilia kati jambo hili, zuia malipo mengine yote mpaka kwanza tuelewane katika jambo hili. Hela hizi this commissioner hazijatumika. Kama nyinyi mna vifaa vya milioni 37, chukua huko peleka huko sivyo kwenu. Chukua hivyo vifaa hapa peleka huko. Hela leta hapa. Na sitaki kusikia mtu hapa anasema kitu chochote hapa against what I'm saying. Full stop. Tuelewane. Hakuna, usiruhusu haya malipo yote hapa ya kitu mnaosema hapa. Simamisha. Chukua hizo materials zote hizi. Peleka huko kwenye miradi mnaozungumza hapa. Si halmashauri ya wilaya hujui? Tarehe 15 hapa November down the line kazi inakwenda. Kwa hiyo ili kufanya sasa hata hayo mliokuwa mmepitisha hapa, chukua hii vifaa vyote. Nilisema mimi hapa jengo hili hapa lilikuwepo hapa, nikaleta kwenda mimi nikaleta hapa, watu wakanyanyuka hivi kama mnavyozungumza hapa. Hili jengo hapa mlisema mliallocate shilingi ngapi? Milioni 200 na ngapi? Hili jengo hapa milioni 230, lakini kulikuwa kuna jengo hapa ambalo limejengwa la milioni 98 hapa. Alafu nyinyi mnataka uniambie kama hamjapata hela hapa. Wacha hiyo. Wacha kabisa. Na DMO unisikize hicho kitu tunazungumza hapa. Nataka hapa nione hapa kazi inafanyika. Chukua hizo materials zote. Unasikia mtaondi? Sambaza peleka, kama ni mabama peleka, kama ni galula peleka.
Alafu hela hizo sasa leta hapa direct katika haya maeneo ambayo mnasema hivi, hili eneo hili hatuwezi kutake off kama hatutakuwa na hili na hili na hili. Kwa maneno mengine, hapa hela iliyobaki hapa, kipaumbele ni hospitali ya wilaya. Full stop. Hakuna kitu kingine, sitaki kusikia maswali hapa. Huu mlango kwa nini hamjaweka mpaka sasa? Huu mlango. Mlango huu umekwenda kwa marekebisho. Kwa marekebisho kwa nini? Mpaka lini? Tumekuja mara ngapi hapa? Mwenga hukuja hapa. Ulikuwa unasubiri nini mpaka sasa hivi? Kwamba sikiliza bwana wewe. Sisi hatutaki kusikia ngonjera hapa. Tuelewane kabisa, hatutaki kusikia ngonjera hapa. Nataka kuona mlango hapa. Sitaki kusikia maneno hapa. Hivi mnakaa hapa huyu kila siku nyewe kazi yenu kulumbana hapa, kila mtu ananyanyuka. Sasa nimesema basi. Nikija hapa nikuta mlango haupo na wewe haupo. Mkurugenzi wewe wasikiliza hawa jamaa hapa, mtapata msukosuko hapa nyinyi hapa. Alafu mtakuja kunikumbuka. John nakaa hapa mnasema mambo ya ajabu hapa, mnaniambia vitu vya ajabu hapa. Mmeleta hospitali ya wilaya hapa kwa heshima kubwa sana hapa. Ya bilioni 1.5 sasa bilioni 1.6. Alafu tunakaa tunalumbana hapa. Sasa kusikia hizi debate za ajabu, hizi debate mwende mkajifungia huko ndani mzungumze, alafu mkimaliza mje hapa. Nije hapa nikuta watu wameingia ndani. Kwisha. Ikifika ile tuliwapa ngapi ile tuliwapa ile tulikuwa tumewapa wale wenzako wale. Sasa hawa ni tofauti kidogo. Ikifika tarehe 10 Novemba ndio tunakwenda nayo. 10 Novemba. Kwani umebakisha nini na nini? Hebu eleza wewe daktari. Kwa sababu kitu cha kwanza tutachukula ni cha kwako. Umebakisha nini? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, jengo ambalo liko hatua ya nyuma sana kuliko mengine ni jengo la maternity, kwa maana wodi ya wazazi. Mnasema kwamba hapa mna mlango. Mlango kama hakuna mlango panakaa panabaki kama cubicle. Sasa hapa unaniambia mna mlango, uliweka frame za nini? Usiniambie inaonekana, wewe ndio unaijua hapa. Hii kama kwenye plan wewe wakati unapoangalia, ukiangalia katika BOQ inaonyesha nini hapa? Kwa maana kama hamna mlango hapa, frame zimewekwa za nini? Engineer. Angalia sana hivi tunavyojibu hapa. Wewe umekuja unaweka frame. Hivi jamani, kama hapa hamna mlango, frame inawekwa ya nini sasa? Sasa hii yote hii ni package ambayo tunazungumza ya tarehe 10 mwezi Novemba haipo. Milango yote imeshawekwa hapa. Engineer unasikia kitu tunazungumza? Kaa chonjo. Tuelewane kabisa hapa. Na wewe haya maneno haya ninakwambia hapa, mkondoo wa kafara namba 1 utakuwa wewe engineer. Wewe kaa hapo unaendekeza maneno hapa, hujaeleza vizuri hapa na nini unasikia. Wewe unasikia vifaa vimenunuliwa kule. Nilisema toka siku ile. Hivi unafikiri wanamnyosha nani kidogo? Engineers estimates hata kama hakai katika ile kamati, kwa sababu walishaondoa kule. Wanatengeneza hawa. Ndio wanaotengeneza huyu ndio zinaitwa engineers estimates. Sasa tumeshamaliza ile tusilumbane hapa. Nataka tarehe 10 hapa. Mkuu wa wilaya wala siji. Wewe kwanza ndio unaniambia tayari. Wewe ukiniambia bado sio tayari, nakuja na msalika hapa nakula vichwa vya watu kama 5 hivi. Ndio tuelewana hapa.